Jana watu wengi au Afrika wengi wamefurahia kufungwa kwa Afrika ya Kusini. Hiki kitu kikiangalia kwa jicho la kawaida unaweza usione matokeo yake, lakini ni kitu mbaya sana. Soka ni mchezo unaoleta pamoja, lakini leo umewatenganisha ndugu. Kwa mara ya kwanza. Tusipotafuta suluhisho ya jambo hili, manake siku zijazo hali inaweza ikawa mbaya zaidi ya hapa tulipotarajia. Bwana, hii ni Sat Media na show yako ya kimichezo kabisa. Hii hapa inaitwa Sat Media Sports Corner. Mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku alongside au sambamba kabisa na Kidu Wax. Tunajaribu kuzungumzia tunasema tulikuwa na road to World Cup, kwa maana safari ya kwenda kwenye kombe la dunia, lakini hatimaye the waiting is over. Ndio jana bwana ilikuwa siku maalum kabisa Kido kwa ajili ya kombe la dunia. Uzinduzi tumeushuhudia. Vitu vya uzinduzi, moja ni show kubwa iliyofanywa na Shakira pamoja na Burna Boy. Lakini pia kuna msanii wetu bwana Rayvanny alifanya show indoor kule, bonge la show. Si ndio bwana? Lakini tunaenda kutazama mchezo wenyewe. Unajua mchezo wa soka ni mchezo ambao unawaleta watu pamoja. Miaka 2000 katikati hapa Ivory Coast. Watoto 2000 kidogo watusubiri hapo. Umeelewa bwana? Ivory Coast. Sasa unaposema watoto 2000 unajua wanatugusa wengine moja kwa moja. Ivory Coast umeona kina Didier Drogba, ndio. Kina Gervinho, wale walisababisha nchi isimame, vita isimame. Ndio. Majimbo yale ya watu wakaenda Abidjan kwa ajili ya kutuliza ghasia, watu wakatulizwa kwa kaletwa pamoja na nchi ikatulia kwa sababu ya soka kabumbu au mchezo wa mpira wa miguu. Sasa jana wakati wa mchezo wa kwanza kumbukumbu Kid Wax, katika kumbukumbu ya mchezo wa jana wa ufunguzi wa kombe la dunia pale Azteca Stadium kule Mexico. Unaona bwana, Mexico kule. Katika ule mchezo ni kumbukumbu ya miaka kadhaa, kwa maana 2010 hadi 2026 unazungumzia miaka 16 imepita. Sasa mchezo wa uzinduzi pia wa kombe la dunia Afrika Kusini mwaka 2010 huko si wa Trionda kule kulikuwa na Jabulani sasa siku ile ya uzinduzi Sifie Shabalala anafunga goli. Walitoka 1-1 Mexico na South Africa. Jana South Africa akapigwa goli 2-0, lakini pia kuna kadi 2 za nyekundu zimetoka. Umeelewa? Lakini kitu ambacho nimekiona nikasema leo tukizungumze Kidu, namna siasa inavyoathiri mchezo wa soka. Hii sasa ndo mimi nawaelewa kwa nini FIFA hawataki kuconcern siasa na mchezo wa soka. Umeona athari ya siasa. Tuzungumze ukweli Kidu. Jana watu wengi au Afrika wengi wamefurahia kufungwa kwa Afrika ya Kusini. Purposely ilikuwa nini hasa? Wewe mtazamo wako unadhani ni nini hasa wa Afrika wengi wamefurahia Afrika ya Kusini kukandamizwa kama sio kukamuliwa bao 2-0? Of course kwanza naweza nikasema miongoni mwa vitu ambavyo FIFA wanapambana sana ni kutoipa upenyo siasa katika mchezo wa mpira wa miguu, mpira wa soka. Lakini uhalisia ni kwamba haya maisha tunaoishi ni siasa. Siasa huwezi kuiepuka. No way, there is no way to escape. Huwezi kuikimbia siasa kabisa. Ndio utamsikia mimi mwanangu siasa sifuatilie, muongo wewe. Yaani utake usitake siasa ipo. Lakini FIFA wanajibu kufanya kuweka effort za kutosha kuhakikisha kwamba hawazipi upenyo ambao hata adhira ya nje wanaweza kuona kabisa hii inafanyika ni siasa. Ndio maana wakawaambia hata timu ya taifa ya Haiti, hiyo jezi yenu hapana, tuwezi kuikubali katika mashindano hayo, basi muibuni upya, kwa sababu Haiti jezi yao ilikuwa ina alama ya ukombozi wa Haiti, vita vilivyopigana katika mwaka 1803 ulikuwa wakati Haiti wataka kujikomboa kutoka kwenye utawala wa Ufaransa. Sasa ile koloni lao zile picha za kihistoria wakaibandika hapa kwenye jezi. FIFA akasema hii bwana inaamsha hisia za kisiasa, kwa hiyo wabadilishe, na Haiti wamefanya hivyo. T-shirt imekuwa plain jezi yao. Sasa turudi kwenye swali lako. Kwa nini Waafrika wengi wameonekana kuisupport Mexico? Timu badala ya timu yetu, badala ya timu ya Waafrika wenzetu, weusi wenzetu, wawakilishi wetu wa ukanda huu katika zile nchi 10 moja wapo ni Afrika ya Kusini. Ndio. Sasa iko hivi, siku za hivi karibuni ama miezi ya hivi karibuni South Africa wote tunajua kulikuwa na mgogoro ambapo wenyeji wa kule walikuwa hawataki, walikuwa wataka wageni waondoke, waachie wafanye reform ya nchi yao, kutengeneza tena upya, si ndio? Sasa iko hivi,
Hiki kitu kikiangalia kwa jicho la kawaida unaweza usione matokeo yake, lakini ni kitu mbaya sana. Ndio hii sasa tunaona, si ndio? Ule uhasama ambao umeanza kuzaliwa pale ardhi ya Afrika ya Kusini umesafiri mpaka umeenda katika ardhi ya Mexico. Mbali kabisa na nyumbani. Si ndio? Kwa manake kama umeshapiga step kutoka katika ardhi ile kwenda ardhi nyingine, manake jambo hili lisipokemewa, tusipotafuta suluhisho ya jambo hili, manake siku zijazo hali inaweza ikawa mbaya zaidi ya hapa tulipotarajia. Soka ni mchezo unaoleta pamoja, lakini leo umewatenganisha ndugu. Aise, kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Si ndio? Sasa hatujui wala siombei iwe hivyo. Lakini leo kwenye soka, kesho itakuwa katika jambo lingine tofauti. Kesho inaweza ikawa kwenye biashara, kesho kutwa inaweza ikawa kwenye industry, viwanda, kesho kutwa utasikia imeingia kwenye muziki. Kwa hii sio dalili nzuri. Kwa mimi ombi langu sio tena kwa FIFA, bali kwa sisi wenyewe. Tujitazame tena upya. Sisi wenyewe wa Tanzania hapa tuna wachezaji kutoka Afrika Kusini, kuna makocha kutoka Afrika Kusini. Kabisa. Kwa hiyo hii chuki ambayo tunataka kuitengeneza, kwa sababu siamini kama Waafrika Kusini wanafurahi kuona hawa supportive. Sidhani if they are proud of kwamba leo wanaona Waafrika wenzao hawananiliwa, hawa support. Lazima wawe disappointed kwa namna moja ama nyingine. Sasa hiki chuki ambayo tunataka tuitengenezee kizazi hiki inatakiwa idhibitiwe kadri muda yaani haraka iwezekanavyo. Bana, hicho ndo kitu ambacho sisi tukasema tukizungumza kidogo na mwanangu hapa na ndugu yangu Kidu Wax, tujizungumzie juu ya athari nzima ya mchezo wa kabumbu kujihusisha na siasa. Tunasema hakuna namna siasa tunaweza tukaikwepa, lakini kuna sehemu pia FIFA wanaikwepa siasa, na ndio maana ukiona jambo lolote linapoingilia la kisiasa linaingilia kwenye mpira, FIFA haraka sana hiyo nchi wanaichukulia hatua haraka, aidha kuifungia, kuiondoa kwenye wanachama. Hii ndio haya sasa. Afrika ya Kusini Bafana jana wamefungwa magoli mawili, si kwa sababu labda ya siasa. Wamefungwa uwezo uwanjani mdogo, ila support hawajapata kusapotiwa na Waafrika. Hata sisi tulikuwa tunatazama kupitia njia ya runinga. Wewe angalia waliokuwa uwanjani jana, yani weusi wengi walikuwa wanawasupport Mexico. Umeelewa? Lakini sisi tulikuwa tunatazama runinga huku. Na huo tusio wanafiki wengi tulikuwa tunasema acha wapigwe tu. Acha wapigwe. Ambacho sio kitu kizuri. Bana, hiyo ilikuwa ripoti yetu ya leo juu ya swala zima la kombe la dunia ambayo inaendelea. Mchezo wa kwanza Mexico wakikandamiza Afrika ya Kusini au Bafana bao 2-0. Lakini nikukumbushe tufunge leo, tufunge. Ndio. Umezungumzia nchi ya Haiti juu ya FIFA kuwapa katazo la ubaguzi wa jezi, mabadiliko katika jezi zao. Lakini pia tuwapongeze UEFA. Hao FIFA wanafanya katazo, lakini FIFA tuwapige dongo kidogo. Wamefeli kwa muamuzi wetu kutoka barani Afrika. Wakati Marekani imemrule out muamuzi Abubakar kwa maana Abubakar Atan, muamuzi mdogo kabisa kutoka Somalia. Huyu bwana mdogo amepata nafasi nyingine ya kuonyesha ulimwengu kwamba mchezo wa kabumbu ni mchezo wa upendo, ni mchezo wa unite watu. Shirikisho la kabumbu barani Ulaya UEFA wamempa nafasi ya kuchezesha mchezo wa Super Cup baina ya mabingwa wawili, bingwa wa UEFA Champions League na bingwa wa Europa League. Kwa maana hapa nazungumzia PSG dhidi ya Aston Villa. Wamempa nafasi huyu mwamuzi, ndio ataenda kufanyaje? Kupuliza kipenga katika mchezo huo wa kukutanisha hizo timu. Kwa hiyo ule ubaguzi tunaosema FIFA wamefeli, kwa nini wasingemzuia wakati Canada walikuwa tayari kumchukua huyu bwana mdogo akachezesha kwa upande wa kutokea nchi za Canada au Mexico, lakini FIFA wakamwacha, wakasema wakamrule out. Amerudi nyumbani. Unajua wakati anarudi anapokewa airport kuna watu wengi, kuna bilionea mmoja amempa unasema ni dola 100 kwao pale Somalia. Na nikwambie kitu kingine ambacho watu wengi hawajui. Somalia na Canada ni damu milele. Yes. Kwa nini? Kiasili wakimbizi wengi wa hifadhi ya kisiasa wanaotoka barani Afrika kutoka nchi ya Somalia, wengi wamechukua uraia na kuishi nchini Canada. Mfano namkumbuka Keynan, mwanamuziki aliomba when I get older
ule wimbo wa kombe la dunia. Okay, yeah. Yule anaishi Canada, ana uraia wa Canada. Na sio yeye tu, lakini asili yake ni Somali. Wengi sana. Yes, yani wa Somali wengi, yani wa Canada wengi wenye asili ya Somalia. Tunasema wale yani ni Msomali lakini ana uraia wa Canada. Ndio. Yani wengi wanaishi Canada. Na hii game itapigwa Toronto Stadium leo pale Canada. Hii game nikiwarudisha tu kwamba ule mchezo mchezo unapigwa Canada, upigwe Vancouver. Kuna mtu aliniuliza unapigwa Vancouver, Whitecaps kule au wapi? Kaambia mchezo unapigwa Toronto. Toronto tunajaribu kuzungumza tuwape madini tu. Mwaka 2019 wakati Kisarawe mkuu wa wilaya alikuwa Joketi Mwegelo, Toronto Raptors ndio walikuwa mabingwa wa NBA. Na walikuja barani Afrika hususan nchi ya Tanzania. Na walienda Kisarawe mkoani Pwani, Tanzania kwa ajili ya uwekezaji wa mchezo wa basketball. Bwana tunamaliza hivyo kwa sababu hapo tunapiga story na mwanangu Kidu. Lakini sasa umewapiga dongo FIFA. Sasa nikasema na mimi wacha niweke kitu. Tukiacha siasa na tukiacha ushabiki. Hili ni funzo kwa shirikisho la soka duniani FIFA, kwa sababu hii yote ni kwa sababu ya kutokuwa aware na hicho kitu kabla. Wangekuwa aware nacho, manake wakati wanamkabidhi uwenyeji nchi ya Marekani wangewapa kwamba bwana mnachukua wenyeji lakini mkubali kupokea wale ambao mna utofauti nao, mwenye utofauti nao, wenye milengo tofauti. Sasa kwa sababu hawakufanya hivyo kabla, maana yake ikawa ngumu tena kujitetea katika hili. Kwa hiyo si walaumu sana, lakini walaumu kwa kutokuwa aware katika hiyo. Kwa hiyo inapotokea tena nafasi nyingine, basi hivi vitu uhakikishe hizi vitu ambavyo vinaweza kuleta contradiction wanadhibiti mapema kabla ya muda. Bwana, jina la nyumbani naitwa Mahmud. Jina la nyumbani naitwa Hamis. Ndio. Jina la huku kwetu huku wanamjua kama Kidu Wax. Mimi naitwa Kione Hamis Mauruku. Haya sasa.